Wananchi mkoani Manyara wameondokana na adha ya kusafiri hadi mikoa ya jirani kutafuta huduma ya usafishaji damu na kipimo cha mfumo wa chakula baada ya huduma hiyo kuzinduliwa rasmi katika hospitali ya rufaa ya mkoa huo. Awali baadhi ya wananchi waliohitaji huduma hizo walilazimika kusafiri hadi mikoa ya jirani kama Dodoma, Kilimanjaro na Arusha, na wengine kulazimika kuhama kabisa mkoani Manyara ili kupata huduma hiyo kwa urahisi. Lakini sasa huduma hiyo inapatikana ndani ya mkoa wa Manyara. Kaimu mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Daktari Sige Mutajwa amesema huduma hiyo itasaidia kupunguza vifo vinavyotokana na maradhi ya figo pamoja na kuokoa gharama kubwa ambazo familia zilikuwa zikitumia kwa ajili ya matibabu nje ya mkoa. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amesema serikali imejipanga kuendelea kuboresha miundombinu ya afya ili wananchi wapate huduma bora wakiwa karibu na maeneo wanaoishi. Uanzishaji wa huduma hii ya kusafisha damu na kipimo cha mfumo wa chakula zitasaidia kusogeza huduma karibu na wananchi, kwani wagonjwa wengi wamekuwa wakipewa rufaa kwenda nje ya mkoa, hasa Dodoma, hospitali ya Benjamin Mkapa, lakini KCMC Kilimanjaro, lakini pia mara chache hospitali ya Aidom na Mount Meru, hasa kwenye eneo la kusafisha damu. Kwa upande, tangu tumeanza huu mwaka wa fedha Julai 2024 tumeshatoa rufaa 22 kwa wagonjwa kwenda kusafisha damu nje ya mkoa. Aidha, kuna baadhi ya wagonjwa ambao wanahitaji hizi huduma hasa za dialysis ndani ya mkoa ambao wamelazimika kuhama mkoa na kwenda kuishi mikoa mingine ili kupata huduma hizi. Na kwa kawaida hulazimu huduma hizi kutolewa karibu mara 2 mpaka 3 kwa wiki, na hivyo kufanya baadhi kushindwa kumudu gharama za kusafiri kila siku kwenda kufuata hizi huduma nje ya mkoa, kwa hiyo wamelazimika kuhama makazi yao. Hivyo uanzishaji wa huduma hizi hasa hii ya usafishaji wa damu ni jambo jema na itarejesha furaha kwa wananchi, hasa wale ambao walikuwa wamehama mkoa. Katika mradi hii miwili, jumla ya shilingi milioni 522,546,138 zimetumika katika ununuzi wa mashine 6 za kusafisha damu, lakini pia kwa kipimo cha mfumo wa chakula. Na pia katika hizi gharama kuna ukarabati wa hayo majengo. Na pia aidha hospitali imetumia shilingi milioni 29,822,000 kwa ajili ya mafunzo kwa wale walioenda kujifunza kwa ajili ya kutoa huduma ya usafishaji damu na kwa ajili ya kipimo cha mfumo wa chakula. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusogeza huduma hizi karibu na wananchi. Sisi kama mkoa leo tunazindua hapa ili wananchi waweze kupata huduma. Katibu tawala amezungumza hapa, lakini tumemsikia mganga mfawidhi akielezea manufaa makubwa ambayo yanakwenda kupatikana katika mkoa wetu kwenye eneo la afya, haswa kwa wagonjwa hawa ambao walikuwa wanakwenda mbali na wanatumia gharama kubwa. Lakini kuna wengine inawezekana kwa kushindwa kumudu gharama wamepoteza maisha maskini. Lakini sasa tumekwenda kuokolewa. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine zaidi ya milioni 500.5 zimeingia hapa kwenye eneo hilo tu la siku hii ya leo ambayo tunazungumzia hapa. Lakini pia tunajua tuna magonjwa haya ya kuumwa matumbo. Unafika unasema mimi nahisi kama vile na vidonda vya tumbo, hasa masuala kuhisi hapa kutakuwa hakuna tena. Madaktari watakuingiza kipimo, watapima na watajiridhisha kweli una kidonda cha tumbo au umehisi tu wewe umekula vimbiwa tumbo linatoa gesi unasema wana vidonda vya tumbo. Tutazindua kipimo hapa leo. Mama Samia oye! Naomba muamini kwamba serikali imejipanga kutoa huduma bora kwenye mkoa wa Manyara za afya. Wauguzi wazuri, wenye moyo, wenye upendo ambao wataendelea kutoa huduma hizi bora. Lakini kizuri, jana pia tumekumbushana majukumu yetu ikiwa ni pamoja na kula tena kiapo. Tumekula kiapo jana wauguzi wote cha kutoa huduma bora. Kwa hiyo hivi ninavyoongea nanyi sasa hizi wahudumu mambo ni moto kweli kweli. Hata ukienda uumwe ukawi kuanza kupanguswa kwanza useme una shida gani. Kwa sababu huduma ya kwanza unaiona kutoka kwa muuguzi kwenye sura yake, unapona kabla hujapata tiba. Kwa hiyo hilo pia nao ningependa nilisitize kuendelea kutoa huduma bora ambayo imejaa upendo na huruma ndani yake ili sisi ambao tuna changamoto mbalimbali tuweze kupata unafuu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.